Naam, mtazamaji, chama cha upinzani Chadema kinachoongozwa na Tundu Lissu kupitia naibu mwenyekiti wa chama hicho John Heche hatimaye asubuhi ya leo wamemjibu Samia Suluhu na utawala wake kuhusu matamshi yake ya jana aliyotaka vyama vya upinzani vichunguzwe vilivyo kwa machafuko yaliyotokea tarehe 29 Novemba kwa matamshi ambayo walikuwa wakiyazungumza. Samia Suluhu aliitaka tume hiyo aliyoweza kuiteua ya kuchunguza iweze kuchunguza matamshi ya chama upinzani wakati wa maandamano na machafuko ya uchaguzi. Sasa kupitia John Heche, Chadema wampa jibu lao Samia Suluhu na utawala wake. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kuna barua ya kidijitali ambayo naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche ameweza kuituma kwa Samia Suluhu na utawala wake, na ningependa nikuonyeshe na nikusomee barua hiyo hapa ndani ya video hii. Lakini kabla tufanye hivyo, tufahamu ya kwamba hali ya kisiasa nchini Tanzania imeongezeka kufuatia agizo la Rais Samia Suluhu jana la uchunguzi dhidi ya vyama vya upinzani kuhusu tuhuma za uvunjifu wa amani ya taifa, hatua ambayo imeibua majibu makali na mabishano kutoka kwa kiongozi mkuu wa Chadema John Heche pamoja na Tundu Lissu ambao wameishutumu serikali kwa kuwalenga wakosoaji badala ya kulinda raia dhidi ya wahalifu wenye silaha. Matamshi ambayo ameandika katika barua hiyo yamechochea mjadala wa kitaifa, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu hali ya uhuru wa kidemokrasia nchini, huku uchunguzi ulioamriwa na Rais Samia Suluhu Hassan jana ukiweza kung'oa nanga leo. Kanusho la John Heche sasa hivi kupitia barua hiyo linasisitiza kwamba vyombo vya usalama vinapaswa kutanguliza unyanyasaji wa kutumia silaha badala ya kuelekeza nguvu zao zote kwenye vyama vya upinzani, akisema kuwa agizo hilo linaonyesha vipaumbele visivyowekwa. Mgogoro huu unaonyesha pengo linaloongezeka kati ya taasisi za serikali na wapinzani wa kisiasa, wakati mgumu huu wa kisiasa ambao unashuhudiwa Tanzania. Sasa tukienda katika barua hiyo kama unayoitazama kwenye skrini yako, John Heche aliweza kutuma barua ya kidijitali kupitia mtandao wake wa kijamii wa X almaarufu Twitter. Nikinukuu kama unavyotazama, aliandika hivi: badala ya kuagiza uchunguzwe wewe na vyombo vyako vya dola, polisi na watu waliokuwa na silaha wanaua Watanzania, unaagiza wachunguzwe wa wapinzani wako. Unaagiza chama chetu kuchunguzwa. Hatuwezi kuuziwa uoga. Mtazamaji, huo ni ujumbe wa John Heche kutoka Chadema kuelekea kwa Samia Suluhu. Kufuatia agizo la uchunguzi la Rais Samia Suluhu jana akizungumza Ikulu Dodoma, John Heche sasa hivi anasema kuwa utekelezaji wa sheria umekwenda kinyume na mamlaka yake ya kikatiba, akisema serikali imeunda mazingira ambapo vyama vya upinzani vinaonekana kuwa tishio kuu. Ujumbe wake John Heche unapinga uhalali wa uchunguzi huo ambao wanaamini unaendeshwa na nia ya kisiasa badala ya wasiwasi wa usalama wa taifa. Wakati maswali yanapoibuka kuhusu upeo wa uchunguzi ulioamrishwa na Rais Samia Suluhu, majibu ya John Heche leo yanaonyesha kuwa Tanzania inaelekea katika zama ambazo upinzani, kulingana nao, unashughulikiwa kwa vitisho badala ya mazungumzo ya kidemokrasia. Hii ni kulingana na Chadema. Onyo lake linaashiria hofu kubwa kwamba zana za mamlaka za serikali zinatumiwa kudhoofisha ushindani wa kisiasa kwa upinzani kwa kisingizio cha kudumisha utulivu. Kufuatia agizo la Rais Samia Suluhu jana la kuchunguza shughuli za upinzani, Heche anazua hofu kuhusu kukamatwa kwa watu kiholela na kuzuiwa kwa mikutano ya kisiasa, akitaja vitendo hivyo kama ushahidi kwamba uchunguzi huo unalenga kuwanyamazisha wakosoaji. Matamshi yake yanatoa taswira ya kutatiza ya nafasi ya kidemokrasia inayopungua na kuangazia changamoto zinazokabili siasa za vyama vingi, kulingana na ripoti nyingi ambazo zinatoka nchini Tanzania leo. Huku agizo la uchunguzi la Rais Samia Suluhu likiendelea kuchunguzwa kuanzia leo, majibu ya John Heche yanasisitiza kuwa taasisi za serikali zimegeuka kuwa vyombo vya ukandamizaji badala ya walinzi wa uhuru wa umma. Mtazamo wake wa awali amekuwa akitoa madai kama haya, na pia mtazamo wake wa awali ulikuwa ukitoa maoni kama hayo, na mtazamo wake wa leo pia unaendana na wasiwasi uliotolewa na wachambuzi wengine wa kisiasa ambao wanaamini kuwa uchunguzi huo ambao umetolewa una hatari ya kuongezeka kwa mivutano ya kisiasa na upinzani. Agizo lililotolewa na Rais Samia Suluhu kuchunguzwa kwa maneno makali yaliyotolewa na vyama vya upinzani wakati wa maandamano limezua mazungumzo ya kitaifa kuhusu utawala, na shutuma hizi za John Heche zinazidisha wasiwasi wa umma kuhusu uwiano kati ya usalama na haki za kisiasa.
Msimamo wake unaonyesha kuwa uchunguzi huo ni sehemu ya muundo mpana wa juhudi za serikali kudhoofisha upinzani. Hii ni kulingana na Chadema. Sauti katika nyanja mbalimbali za kisiasa zinaitikia wito wa Samia Suluhu wa uchunguzi, huku John Heche akisisitiza kuwa serikali inawapuuza wahusika halisi wa vurugu na badala yake inazingatia wakosoaji wanaoitilia shaka maamuzi ya serikali. Jibu hili la John Heche linasisitiza imani kwamba madai ya usalama wa kitaifa yanatumiwa kuhalalisha ukandamizaji unaofaa kisiasa, huku Rais Samia Suluhu akisisitiza haja ya kuchunguzwa machafuko yanayohusiana na upinzani. John Heche pamoja na chama kizima cha Tundu Lissu kinasema kuwa vitendo hivi vya dola vinatishia misingi ya demokrasia, akionya kuwa hatua hizo zinazidisha hali ya kutoaminiana kati ya wananchi na serikali. Jibu lake Chadema limesambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii leo likikuza usaidizi na wasiwasi. Uchunguzi ulioamriwa na Samia Suluhu unafanyika wakati ambapo mahitaji ya umma ya marekebisho ya katiba yanasalia kuwa makubwa, na jibu la John Heche na Chadema linasisitiza kuwa maendeleo ya kidemokrasia hayawezi kutokea huku kukiwa na vitisho. Ukosoaji wake unaonyesha kufadhaika miongoni mwa wengi wanaoamini kuwa mazingira ya kisiasa yanarudi nyuma badala ya kusonga mbele, huku Rais Samia Suluhu akiendelea na uchunguzi wa upinzani. Majibu ya Heche yanaweka hali hiyo kama sehemu ya mapambano makubwa zaidi ya uhuru wa kisiasa, akisema kuwa serikali inakandamiza kujieleza uhalali wa kisiasa. Ujumbe wake unapinga msingi wa maadili ya uchunguzi na unadai kurejeshwa kwa kanuni za uwajibikaji. Mjadala wa umma unaendelea kupanuka mitandaoni kuzunguka agizo la uchunguzi wa Samia Suluhu kwa upinzani, huku msimamo wa Heche ukiangazia kutokubaliana kwa msingi juu ya kile kinachoashiria tishio la kweli kwa amani ya taifa. Anasisitiza kuwa ukosefu wa usalama unatokana na wahalifu, sio wahusika wa kisiasa, na kwamba uchunguzi huo unalenga vikundi vibaya. Wakati serikali ikiendelea na uchunguzi ulioamriwa na Rais Samia Suluhu, hoja ya Heche inashikilia kuwa hofu inatumika kama chombo cha kuwanyamazisha wapinzani. Ujumbe wake unaosema kuwa watu hawawezi kuuziwa hofu umezua hisia kali kutoka kwa wafuasi wa upinzani na kuibua maswali kuhusu uwazi wa kisiasa. Msisitizo wa Rais Samia Suluhu wa kuchunguza vyama vya upinzani unaendelea kutawala mijadala ya kisiasa, na majibu ya John Heche yanasisitiza kuwa demokrasia haiwezi kudumu pale ambapo vitisho vya kisiasa vimerekebishwa. Matamshi yake yanaonyesha kuwa agizo hilo kimsingi linadhoofisha haki za raia kuhoji na kupinga mamlaka. Wakati shinikizo likiongezeka juu ya uchunguzi ulioagizwa na Rais Samia Suluhu, jibu la Heche linaweka upinzani kama watetezi wa haki za kidemokrasia, akisema kuwa hatua za serikali zinaondoa uhuru wa kisiasa wa nchi. Ujumbe wake John Heche na Chadema mzito unaonyesha wakati wa sasa kama mtihani wa uimara wa kidemokrasia wa taifa la Tanzania. Mvutano unaozingira agizo la uchunguzi wa Rais Samia Suluhu na majibu ya John Heche ya kikaidi yanaashiria mabadiliko makubwa katika hotuba ya kitaifa, ikionyesha mgawanyiko mkubwa wa kijamii kuhusu utawala, uhuru na usalama. Mtazamaji, ni hayo niliyokuandalia. Ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Vile like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama kengele, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.